Bwana Yesu, nasema asante katika jina la Yesu kwa ajili ya muda huu. Nasema asante sana Mungu kwa kunipa nafasi. Lakini mimi sijui kutoa majibu, ila Roho Mtakatifu ndio anaweza kutoa majibu kwa watu hawa wanaonisikiliza muda huu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, naenda kinyume na nguvu za giza, mapepo ya kila namna yenye nyamaze kimya katika jina la Yesu. Amen. Basi leo nataka niweze kuendelea. Nilisema hatua ya kwanza kabisa, jifunze kuomba toba kwa mienendo uliopokea kutoka kwa baba zako au jinsi ulivyounganishwa wakati wazazi wako hawajui mambo haya. Nikasema jambo la kwanza ni kuomba toba. Lakini jambo la pili nikasema jifunze kutoa sadaka ya ukombozi kwa ajili ya roho yako. Sasa ile sadaka ya ukombozi nikasema inaweza kuwa mahali popote ambapo Bwana anakugusa, kwa sababu lakini zingatia hiyo sadaka unapoitoa iwe kwa ajili ya utumishi wa Bwana. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Kutoka nilisema kwamba lazima iwe kwa utumishi wa Bwana. Sasa utumishi wa Bwana ni mpana sana. Sasa nikasema kwa mfano ndugu zetu wa redio hii ambao ninaendelea kuhubiri hapa Radio Baraka, nao ni utumishi wa Bwana. Unasikia neno hili, ni madhabahu hii inafikisha ujumbe wa neno lako, neno la Mungu kwenye moyo wako muda huu na dakika hizi na wengine wanaopita hapa. Kwa hiyo ni madhabahu, unaweza kutoa hiyo sadaka yako ya ukombozi kwa ajili ya kuhakikisha wewe unabaki kuwa salama, na watu hawa wakipokea sadaka Mungu atakutazama. Lakini kuna maeneo mengine, madhabahuni pa Mungu, makanisani kwenu mnakotokea, lakini pia na watumishi mbalimbali, kwa mfano kama mimi Gida napohubiri, unaweza kutoa sadaka yako ya ukombozi. Lakini hatua ya tatu naweza kusema ufanye kitu kifuatacho. Hatua ya tatu ya kuweza kukomboa nafsi yako. Jambo la tatu naomba ulizingatie. Usiruhusu mtu yoyote aondoke na kitu chochote cha mtoto wako wakati anatoka kuzaliwa. Usiruhusu mtu yoyote aondoke na kitu cha mtoto wako wakati anatoka kuzaliwa kama huna uhakika na imani yake. Ni muhimu sana hiki kitu, sana 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 sana. Na hapa naomba nisisitize kitu fulani kwamba watu wengi sana, kwa mfano kwenye Wakolosai, nilisoma kipindi fulani Wakolosai 2, niweze kusoma hapo. Ni muhimu sana usiruhusu mtu yoyote aondoke na kitu chochote cha mtoto wako wakati anatoka kuzaliwa. Na kuna vitu ambavyo mtoto wako anapozaliwa lazima vitatolewa kwa mtoto wako au vitatoka kwenye mwili wa mtoto wako. Angalia sana. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 8, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na maada na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Nilichotaka ni kuonyesha hapa, anasema angalieni mtu yoyote asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure au ya madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu na kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Sasa na mimi nilipokuwa nafundisha mwanzo, nilijaribu kuuliza maswali machache kwa baadhi ya watu kuhusiana na vitu vinavyotoka kwa watoto. Kwa mfano, niliuliza tu swali la kusema, aliyewaelekeza kwamba kitovu kikidondokea sehemu za siri kwa mtoto, basi mtoto anakuwa hana uwezo wa kuzaa, ni nani? Ni Biblia au ni wazazi wako au ni ndugu zako au ni jamii inayokuzunguka? Niliuliza hizo swali. Ni nani aliyekuelekeza hilo? Sasa unapoona kwenye Wakolosai anasema msidanganyike, wala angalieni mtu yoyote wasiwafanye mateka kwa elimu yake na madanganyo matupu, ambayo ni mapokeo ya wanadamu tu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu. Hayo yote ya kusema kwamba eti kitovu kikidondokea sehemu za siri mtoto anakuwa hana uwezo wa kuzaa, ni mafundisho ya awali ambayo sisi kabla hatujaokoka ndio tulikuwa tunaambiwa hivyo. Je, neno la Kristo linasema nini? Lakini pia mafundisho mengine, kwa mfano jinsi ya utupaji wa kitovu. Wanakuambia ukitupa vibaya. Kwa mfano juzi kuna binti mmoja alikuja kwangu mimi akasema, mtumishi, nilisikia mafundisho yako kuhusiana na masuala ya kitovu, niombe niseme ukweli. Mimi sasa nina miaka 7 kwenye ndoa. Sijapata mtoto.
Nikamwambia kwa hiyo tatizo ni nini? Anasema ulipokuwa unafundisha nilikusikiliza kuhusiana na masuala ya kitovu. Ni kweli wakati mimi nimetoka kuzaa, nilipata ujauzito wakati nikiwa bado binti. Nikapata ujauzito, lakini nilipojifungua yule mtoto alifariki. Baadaye wakaenda kumzika. Walipoenda kumzika, basi toka nilipozika huyo mtoto sijapataga mtoto tena. Kweli watu wengi wameniambia kwamba inawezekana kile kitovu wakati wanamzika yule mtoto, inawezekana walimlaza au walimweka vibaya, ndio maana mimi sipati mtoto. Na mimi nikasema ni kweli hiyo elimu ipo, kwamba mtu wakimzika vibaya mtoto akitoka kuzaliwa, kitovu chake labda wakakifunika, wakamlaza kitovu kikawa chini, basi kuna madhara ya mama kutopata mtoto kabisa. Basi aliponielekeza namna hiyo, nikajua maana yake nini. Nikaingia kuomba na kuvunja yale maimbilizo yaliyofanyika wakati wanamzika yule mtoto. Na wakati nafanya hayo maombi, alifunguliwa. Na sasa mpaka ninavyosema, amenipigia simu sio muda mrefu sana, ameniambia mtumishi, sasa nimeshapata ujauzito na nimeshakuwa na mtoto, na nimeshapata ujauzito sasa na mwezi mmoja. Lakini toka azike mtoto hakuwahi pata mtoto miaka 7. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi gani kwamba kitovu ambavyo kinavyofundishwa na kinavyonyenyekewa, jinsi gani ya kukifukia, jinsi gani mtoto akifa, jinsi ya kumweka kwenye kaburi, jinsi gani ya kile kitovu kilichotoka kwa mtoto kinaweza kuwekwa vizuri. Hizo zote ni elimu ambazo tumepewa na tumefundishwa. Sasa basi, tunafanya nini? Sasa na mimi hapa nataka kuongezea kitu fulani, kwamba ndugu zangu, Mungu atutie nguvu. Kuna watu wanapitia matatizo kwa sababu ya vitovu. Na mimi nimesema kwamba hapa pointi ya 3, usiruhusu mtu yoyote aondoke na kitovu cha mtoto wako. Kama unajua imani yake haiko sawa, kuwa na jina la Yesu au kuishi ndani ya jina la Yesu haimaanishi kwamba huyu mtu ameokoka. Kuna watu wako makanisani, kuna watu wanasari kwenye ibada za kiroho kabisa, lakini mambo yao ukiwafuatilia ni ya kipagani kabisa. Wanafuata elimu za dunia na mafundisho ya awali ya ulimwengu, tofauti na mafundisho ya neno la Mungu aliye hai. Kwa kitu cha 3 ambacho nakusii na kuomba sana Mungu akutie nguvu, kwa wewe ambaye utamtoa mtoto wako au utazaa sasa, usiruhusu mtoto wako aondoke, mtu yoyote aondoke na kitovu cha mtoto wako, aondoke na nywele za mtoto wako, aondoke na kucha zile. Kuna watu wanakataga kucha za watoto kabla anapotaka kuzaliwa. Kwa hiyo nataka hilo jambo Mungu akutie nguvu, usiruhusu mtu yoyote aondoke na kitovu cha mtoto wako. Lakini jambo lingine, naenda jambo la 4, jifunze kufanya hatua hizi ili kukata kitovu cha mtoto wako au kuondoa kitu chochote cha kwanza cha mtoto wako, ili nguvu za giza zisiweze kutumia kitovu cha mtoto wako. Kwenye kitabu cha Ezekieli jibu linatolewa pale. Kwa mfano kwenye swala la kitovu, leo natoa jibu kwenye masuala ya kitovu. Kwenye masuala ya kitovu, usiruhusu mtu yoyote aondoke na kitovu. Lakini pia jambo lingine, fuata hatua zifuatazo kwa mujibu wa Ezekieli. Fuata hatua zifuatazo jinsi ya kukiondoa kitovu na kukiweka salama kile kitovu ili kisitumiwe na ulimwengu wa giza au wachawi. Kwenye kitabu cha Ezekieli anasema hivi, kwenye kitabu cha Ezekieli sura ile ya 16, Ezekieli 16, neno la Mungu linasema hivi. Ezekieli 16, neno la Mungu linasema hivi, mstari ule wa 4, anasema hivi, na katika habari ya kuzaliwa kwako, siku ile uliyozaliwa, kitovu chako hakikukatwa wala ukuoshwa kwa maji usafishwe, hukutiwa chumvi hata kidogo, wala kutiwa katika nguo kabisa. Ukisoma hapa neno la Mungu linaonyesha kabisa, kitu cha kwanza kabisa anasema hivi, kwa habari ya kuzaliwa kwako, kitovu chako hakikukatwa. Sasa swali langu linakuja, kwa nini hakikukatwa wakati mtu huyu alikuwa ni mtu mzima? Kuna changamoto moja wa Kristo wengi, kwa sababu wanajua kabisa hiki kitovu kina nguvu ya kiroho, lakini hawajui kukushughulikia kwa njia ya kiroho kwa kufuata neno la Kristo. Kwa mfano, kwenye kitabu hiki anasema hivi, kwa habari ya kuzaliwa kwako, siku ile uliyozaliwa, kitovu chako hakikukatwa. Sasa alikuwa anamaanisha kitu gani hapa? Alikuwa anamaanisha hivi, mtu unapotoka kuzaliwa, kile kitovu kinaweza kaonekana kimekatwa kwa namna ya kimwili,
lakini kwa namna ya kiroho bado kinakuwa hakijakatwa. Utasema kivipi mtumishi Gida? Biblia inasema hivi kwenye kitabu kile cha waraka wa Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18, anasema hivi, waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 18, nanyi mnafahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu. Mwenendo wenu usiofaa mliopokea kutoka kwa baba zenu. Sasa basi, swali langu linakuja, huu mwenendo usiofaa tuliupokeaje? Tulipokea kwa namna gani? Kwa njia ipi tulipokea mwenendo usiofaa? Tulipokea mwenendo huu usiofaa kwa namna gani? Biblia inaweka wazi kabisa kwamba mwenendo usiofaa unaweza kuupokea kwa njia ya kitovu, kwa sababu mtoto anapokuwa yuko tumboni anategemea kila kitu kutoka kwa wazazi wake. Maana yake anapotengenezwa mtoto kwenye tumbo, kuna namna inatokea kitu fulani ndani yake, kuna kitu kinatokea ambacho hakiko sawa sana, kinamtengenezea mtoto aweze kuwa anapokea vitu fulani. Kwa mfano, anaweza kapokea ulevi. Ndio maana kuna watu wakati wakiwa na mimba walionywa kwamba wasinywe pombe wala wasifanye kitu chochote kwenye Biblia humu. Kwa mfano, kwenye Zaburi ya 58 mstari wa 3 Biblia inasema hivi, wasio haki walijitenga tangu kuzaliwa kwao tangu tumboni wamepotea wakisema uongo. Tangu tumboni wanabeba roho ya uongo kwa kupitia kitovu. Ndio maana Daudi kwenye kitabu cha Zaburi 51 mstari ule wa 3 anasema hivi, maana nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu imbele yangu daima. Nimekutenda dhambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele za macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo, na kuwa safi utoapo hukumu. Tazama, mimi naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alichukua mimba hatiani. Maanake mama yangu alipitisha vitu fulani kwenye tumbo, nikiwa tumboni akavipitisha vitu kwenye tumbo langu ambavyo vimeletea athari mpaka sasa. Huyu ni Daudi wakati anaomba msamaha baada ya kulala na mke wa mtu. Sasa ameambiwa na nabii kwamba alichokifanya sio kizuri na ni dhambi mbaya kwa kile alichokifanya. Ndipo akaingia kwenye maombi na kusema, sababu kubwa ya mimi ni kwa sababu nilinyonyea tabia isiyofaa kutoka tumboni mwa mama yangu. Kwa hiyo basi kwenye waraka wa Petro ndio maana anasema, nanyi mlikombolewa katika mienendo, mlikombolewa si kwa fedha wala kwa dhahabu, ili mtoke katika mienendo isiyofaa mliopokea kwa baba zenu. Kwa hiyo unaweza kuona kana kwamba unapokuwa kwenye tumbo la mzazi wako unapokea vitu fulani. Sasa basi, kama uliokoka na unajua umemtoa mtoto wako, hata kama sasa we ni mtu mzima, unajua kuna vitu umevipokea kutoka kwa baba yako, pengine vya ulevi, pengine vya uzinzi, pengine vya ukorofi, magomvi, pengine tabia mbalimbali unaziona. Kuna vitu unakuta kabisa vinafanana na wazazi wako kabisa. Unaweza ukashika kitovu chako ukisema, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakata mahusiano yaliyoko kwenye ulimwengu wa roho kati ya mimi na wazazi wangu kwenye ulimwengu wa roho. Ninakata mahusiano hayo yanayopitishwa kupitia kitovu. Unaweza kusema, mtumishi Gida, unataka kusema nini? Nasema hivi, kama unataka, Biblia inasema kabisa, unataka kufunguliwa, jifunze kukata kitovu chako katika ulimwengu wa roho. Jifunze kukata kitovu chako katika ulimwengu wa roho. Biblia inasema hivi kwenye kitabu kile cha Ezekieli tulichokisoma, anasema asili yako ya kuzaliwa kwako kutoka katika Mkanani na mama yako alikuwa Mhiti. Angalia pale, Biblia inaweka wazi kabisa kwamba kinachomsumbua huyu ndugu yetu mpaka anachukiwa na Mungu ni kwa sababu kuna kitu kinaendelea kufanyika kwake ambacho kinamkwaza Mungu. Mweleze Israeli, anasema hivi mstari wa 3, useme Bwana Mungu auambie Yerusalemu asili ya kuzaliwa kwako. Mstari wa 2 anasema, mwanadamu ujulishe Yerusalemu machukizo yake. Machukizo yake ni nini? Kuna roho ya asili ambayo inapita kwenye maisha yake, inamtesa kiasi cha kwamba anashindwa kutimiza mapenzi ya Mungu aliye hai. Sasa unataka
kuondoa hizo roho za asili za ulevi, za uzinzi, za matara na vitu vingine, unahitaji kwenda kwenye mstari wa 4. Anasema hivi, sababu kubwa ya hizo roho za asili na vitu navyoishi ni kwa sababu katika siku ile, katika habari ya kuzaliwa kwako, siku ile ulipozaliwa, kitovu chako hakikukatwa. Kwa hiyo sasa, kama sasa umegundua kitovu chako hakikukatwa, kikate kwa jina la Yesu, kikate kwa damu ya Yesu. Biblia inasema hiyo damu ya Yesu ina uwezo wa kukomboa katika mienendo isiyofaa mliopokea kwa baba zenu. Inawezekana. Tunajua wote, mimi ninayekuhubiria hapa, tumepita kwenye mapito hayo. Kuna vitu vimetukwamisha, vimetutesa kwenye maisha yetu ya wokovu na utumishi, kiasi cha kwamba mpaka tukajihisi kwa kweli sifai hata kuhubiri kabisa, kwa sababu kwa tabia na mienendo ambayo ilikuwa inapita zile roho za asili zinavyotesa. Lakini nilipokuja kutambua kwamba sababu mojawapo ni kwa sababu kitovu changu hakikukatwa katika ulimwengu wa roho, kwa sababu aliyebeba kitovu chako pengine alipeleka kwenye mizimu, pengine alipeleka kwenye miungu, pengine alipeleka kwenye matambiko, pengine alipeleka kwa wachawi. Akasema huyu mtu naomba viendelee kupitishwa vitu fulani kwenye maisha yake, asiache. Nakumbuka mama mmoja tulikuwa tunamwombea mume wake alikuwa mlevi sana. Niliwaambia kipindi cha nyuma. Baadaye wakati tunaomba tukaonyeshwa kwamba chini ya kitovu chake kuna ile tunasema lita ya ulanzi inafuka povu kabisa. Tulipomuuliza mama yake alisema ni kweli kabisa, hata mumwombea hawezi kuokoka, kwa sababu mimi watoto wangu wote nikikataga vitovu vyao na wapeleka kwenye mbeta za uranzi. Ninapogema uranzi nadumbukiza ndani ya mbeta, alafu ule uranzi unadondokea usiku mzima. Yote inataka watoto wangu wote wao warevi. Kwa unakuta kuna kitu ambacho yule mtoto anataka kuacha, anaokoka, anamkiri Yesu, lakini anaacha maisha ya wokovu, anarudi kwenye asili yake, kwa sababu kitovu chake bado kinaendelea kupitisha roho ya ulevi ndani yake. Hata wewe jifunze kukata. Hata mama, unapozaa mtoto, shika kitovu cha mtoto wako. Ukishaona kimekatika, tukishike, sema Bwana Yesu, kwa imani ninajua hiki ni kitovu tu, ninajua hii ni nyama tu, lakini wachawi wanaweza kutumia kitovu kupandikiza vitu vyao, kupandikiza ulevi, kupandikiza uzinzi, kupandikiza tabia zao za familia. Nafuta kwa damu ya Yesu na nakata kuanzia leo, kisiwe na mahusiano yoyote na mtoto wangu. Kimetoka, hakitapitisha tena. Na vyote nilivyopitisha au baba yake alipitisha kwa kupitia hiki kitovu, ninafuta kwa damu ya Yesu. Tabia zote za mume wangu, tabia zote za mimi, zimwachie mtoto huyu na zisimsumbue tena. Utaona kuna mabadiliko yanaanza kutokea kwa mtoto wako. Hata hivi ninavyoongea sasa, ingia kwenye, kama mama, pengine mtoto wako ni mrevi, pengine baba, mtoto wako haeleweki, pengine amechanganyikiwa kabisa, na kuomba hapo ulipo unaweza kukaa ukamwambia Bwana Yesu, nashika kitovu hiki sasa. Kama mtoto huyu ametoka kwenye tumbo hili na ametoka kwenye kitovu hiki, natangaza leo kila kilichopitishwa kinachoharibu hatima ya mtoto wangu, katika jina la Yesu, ninakata leo. Taja ile tabia alionayo, taja ile hali alionayo. Utaona kuna kitu kinatokea. Huyu Ezekieli aliambiwa, kwa sababu kitovu chako hakikukatwa. Hilo ndo la kwanza. Kwa cha kwanza, hakikisha unatenganisha, unakikata kiroho na kimwili. Mama, kama unaendelea kuzaa, ukishaona tumezaa, hakikisha unakata kiroho. Ukiona kimekatika kimwili, basi shika, kikate kwenye ulimwengu wa roho, kisiendelee kufanya kazi, kwa sababu wachawi kikichukua wanaweza kukitumia kupitisha vitu fulani, mapepo, magonjwa na matatizo mbalimbali ya kifamilia yakaendelea kupita kwa mtoto wako. Lakini hatua ya kwanza ni hiyo, hakikisha unakata kimwili na kiroho kitovu cha mtoto wako, hakikukatwa kabisa. Lakini jambo la pili, hakikuoshwa kwa maji usafishwe. Kuoshwa manake kukisafisha mambo fulani ambayo yalikuwa sio mazuri, nimesha kuelekeza hapo. Lakini jambo la tatu, anasema pale, hakikuoshwa kwa maji kisafishwe, hukutiwa chumvi hata kidogo. Lile neno kutiwa chumvi manake lazima utabiri. Neno la Mungu ni chumvi. Neno la Mungu ni chumvi. Biblia inasema hivyo. Neno la Mungu ni chumvi. Kwa unaweza kumwambia mtoto huyu, natangaza
anaweza akakutumikia wewe, akupende, akutumikie. Unalitamka neno la Mungu, umesema Bwana, neno lako linasema hivi, neno lako linasema hivi. Tafuta neno la Mungu, pandikiza kwenye hicho kitovu kwamba huyu hatakuwa wa maagano, bali ninamuweka kwenye agano la chumvi, agano la Yesu Kristo, agano la Mungu aliye hai. Chumvi ni neno la Mungu. Lakini mwishoni anasema kabisa pale, unaendelea pale chini, anasema hivi, hukusafishwa kabisa, hukutiwa chumvi hata kidogo, wala kutiwa katika nguo kabisa. Nguo inawakilisha uwepo wa Mungu. Maana yake umfunike mtoto wako kwa uwepo wa Mungu. Utasema kivipi? Angalia kwenye kitabu kile cha Luka 24, Luka 24 mstari wa 49. Anasema hivi, na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Hata mvikwe, lile neno mvikwe maana yake mvarishwe, mpewe. Kwa hiyo ninachotaka kusema, anaposema wala kufunikwa kwa nguo, maana yake mfunike mtoto wako kwa uwepo wa Mungu na nguvu za Mungu aliye hai. Popote anapoenda, popote anapotembea, atembee na uwepo wa Mungu, atembee na nguvu za Mungu aliye hai. Utaona matokeo na utaona matunda katika maisha ya mtoto wako. Kwa hiyo fanya hatua hizi. Namba 1, kikate kiroho na kimwili. Namba 2, kisafishe kwa damu ya Yesu katika mienendo yote ambaye hayafai. Namba 3, tangaza agano la Mungu kwa mtoto wako. Tangaza agano la Mungu kwa mtoto wako. Na mwisho, mfunike ndani ya uwepo wa Mungu kupitia kile kitovu. Ukiwa umekishika hicho kitovu cha mtoto wako au nywele za mtoto wako, mnafahamu kabisa Samsoni aliambiwa, agano langu litakuwa kwenye nywele zake, hata nyoa maisha yake yote. Maisha yake yote hata nyoa. Maanake nywele zinabeba agano la kiroho kwa mtu. Kwa hiyo basi unaweza ukaziombea hizo kwamba Mungu, nafunga agano na wewe Mungu. Mtoto huyu mfuatilie, mtoto huyu mtunze, mtoto huyu hakikisha unakaa pamoja naye, asiguswe na nguvu za giza wala ushirikina wowote. Hiyo ni hatua ya 4. Hatua ya 5, jinsi gani sasa unavitupa vile vitu. Kwa mfano, kwenye kitabu kile cha mfano kitovu, wengine wanatupa kwenye choo, wengine wanatupa kwenye miti, wengine wanatupa wanaweka kwenye mabegi. Nilishowaeleza huko nyuma nikasema, ukiweka kwenye mbegi, Biblia inasema kabisa kwamba kilipo kitovu ndipo nafsi ya mtu ilipo. Ezekieli 16 mstari ule wa 3 na 4. Biblia inasema, asili ya kuzaliwa kwako kutoka katika nchi ya Mkanaani, Mwamori alikuwa mama yako. Kwa nini? Kwa sababu kwa habari ya kuzaliwa kwako, kitovu chako hakikukatwa. Maana yake kitovu chako kipo kwa Wakanani na Waamori, maana yake bado kiko kule unakotokea. Sasa hiyo unaishi huku Yerusalemu, lakini bado maisha ya Ukanani, maisha ya Uamori bado yanaendelea kukutesa, kwa sababu kitovu kiko kule ambako kiko. Kwa hiyo mahali popote kitovu kilipo, ndipo nafsi ya mtu ilipo. Ndio maana watoto wanaokuwa vitovu vyao viko kwenye mabegi, waangalie sana, hawaondokagi nyumbani muda wote, wanabaki nyumbani. Akiolewa anakaa siku 2 kwa mume wake, anarudi. Akioa muda wote anawaza kwa mama yake, muda wote anawaza kwa mama yake. Hata mke wake haoni wa thamani, kwa sababu kitovu cha yule mtoto kiko kwenye begi. Maana yake anaona tu nafsi yake imefungwa kwenye eneo alipozaliwa. Lakini kitovu kiweka kwenye choo, nilishawaambia madhara yake ni kwamba kwenye kitabu cha Maraki Biblia imesema kabisa, sawa jamani, ukiweka kwenye choo sio vizuri sana. Kwenye choo sio kitu kizuri. Biblia imeweka wazi kabisa jamani, sio vizuri sana kuweka kwenye choo. Kwenye choo unamtangazia mtoto maisha mabaya sana, ya kukataliwa, ya kuchukiwa, ya kutokupendwa kwenye maisha yake. Angalia kwenye kitabu kile cha Zakari, Maraki sura ya 3 mstari wa 2. Lakini nami sura ile ya 2 mstari ule wa 3. Angalieni, nitakemea mbegu kwa ajili yenu. Maraki 2 mstari wa 3. Angalieni, nitakemea mbegu kwa ajili yenu, nami nitapaka nyuso zenu mavi, naam, mavi ya sadaka zenu, nanyi mtaondolewa pamoja naye. Sasa unaona Biblia inasema hivi, siku zote ukiweka kitovu kwenye choo, maana yake umemtengenezea mtoto vitu vifuatavyo. Namba 1, kuondolewa. Ndio maana unakuta watu anaishi kwenye ndoa, anafanya mazuri sana kwenye mke wake, kwa mume wake,
lakini mume haoni, mke haoni. Anakuwa kama ni mtu asiyependwa kwenye maisha yake, anakosa kibali. Kwa nini? Kitovu chake kiko chooni. Biblia inasema hivi, ataondolewa, lakini pia hakuna mtu atakayempenda, anaondolewa kibali kwenye maisha yake. Ni mtu anakuwa wa kukataliwa. Lakini pia wale wanaotupa kwenye miti, wengine wanaweka kwenye migomba. Nimeshasema sana, kuna kwa na roho za matara. Mti ule wa mgomba una tabia ya kuzaa. Hawezi kutulia na mke mmoja hata siku moja. Sasa utasema, mtumishi Gida, kinatokea kitu gani? Unachotakiwa ni kufanya kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ya 3. Nimalizie hilo la mwisho. Hakikisha unachukua kitovu chako na kwenda kukifukia kwenye ardhi. Angalia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3. Utasema, mtumishi Gida, unataka kusema nini? Mwanzo sura ya 3 mstari wa 19 anasema hivi. Mwanzo 13 mstari wa 19, na jasho la uso wako utakula hata utakaporudia ardhi. Kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo umetwaliwa. Kwa maana umavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Kwa hiyo njia rahisi, ukishaona umeshakata kile kitovu chako, umekiombea, umekitakasa, umekifungia agano la Yesu, tafuta mahali tena. Angalia vizuri, kwa sababu ninasema angalia vizuri, kwa sababu adui anaweza akakufuatilia. Ndio maana wengi wanasema, hapana, kitovu changu mimi mama mkwe tu alikichukua akaenda kukifukia. Hata wewe kama ulienda kuona, hukuona. Sasa anaweza akasema nimefukia hapa, lakini baadaye akaenda kafukua akaondoka nacho. Ni vizuri kakifukia mwenyewe. Chimba, fukia, kwa sababu ile ni sehemu ya ngozi ya mtoto wako. Kwa kama ni ngozi, ni nyama. Na sisi Biblia imesema kuna roho na mwili. Mwili unarudi mavumbini. Ndio maana kila mtu akifa lazima akazikwe, na akifika kule anaoza, anarudi kwenye ardhi. Kwa hata kile kitovu kibebe, nenda kakifukie ukiwa peke yako na ukijua mazingira salama, ili watu wengine wasije wakaja wakakibeba na kwenda kukitumia kwa madhara yao. Ndugu zangu, niwashukuru sana katika hili, lakini leo nimetoa majibu kuhusiana na masuala ya kitovu. Hakikisha usimruhusu mtu yoyote anabeba nywele za mtoto wako, anabeba kitovu cha mtoto wako, anabeba kucha za mtoto wako wakati anatoka kuzaliwa. Usiruhusu. Hilo la kwanza. Simama mwenyewe kusimamia. Lakini jambo la pili, hakikisha unafuata hizo hatua 3. Safisha kwa damu ya Yesu. Tenga kitovu kisiendelee kupitisha vitu kwa mtoto wako. Lakini pia hakikisha mtoto wako huyo unamfunga kwenye agano la Mungu aliye hai. Lakini la mwisho kabisa, chukua kile kitovu, rudisha kwenye ardhi, kwa maana mtoto yoyote, ngozi yoyote, mwili wowote, mahali pake ni kwenye ardhi. Rudisha kwenye ardhi. Basi Mungu akubariki. Kama unataka maswali zaidi na unataka kuokoka na unataka kumkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi naomba nifuatishe maneno haya. Wale wanaotaka kuokoka, inawezekana hujaokoka. Ni kweli kabisa, unasali na vitovu umefanya kwa namna unavyojua wewe, au umefungwa kwa namna hiyo. Basi unaweza kumkiri Yesu ili utoke katika laana na mienendo isiyofaa ya baba zako. Basi nifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Ninaomba damu ya Yesu iliyomwagika msalabani initoe katika nguvu za giza na iniingize katika pendo la mwanawe Yesu. Niwe kiumbe kipya, ya kale yapite na mapya yaingie ndani yangu sasa, katika jina la Yesu. Amen. Naomba niweze kuomba kwa ajili yako katika jina la Yesu. Kila ambaye kitovu chake kinaendelea kupitisha mapepo, magonjwa, laana mbalimbali na mauti, na amuru toka kwa jina la Yesu. Magonjwa kila namna, kisukari, kupoza, roho za kila namna, toka na Mungu mfungue sasa. Kama alipojifungua, toka alipojifungua hajazaa tena, na amuru tumbo la uzazi funguka. Yeyote aliyeimbiriza kitovu chake kwenye kaburi asiweze kuzaa tena, na amuru hicho kifungo kifunguke sasa katika jina la Yesu. Mungu mbariki na mfanikishe katika njia zake katika jina la Yesu. Amen. Unaweza nifuatisha, unaweza kanipigia au kuniuliza maswali kwa namba zifuatazo: 0757 115257. Lakini kwa namba ambayo iko hewani kwa sasa kwa kipindi hiki, naomba unaweza kanipigia namba hii ya Tigo 0714 08 5257. Narudia tena 0714 08 5257, 0714 08 5257. Na Mungu akubariki. Tuonane wiki ijayo. Amen.